Asante sana, takwenda kwa haraka sana. Kwa kuanzia tu, nasikitika na mwenyekiti wa ACT anazungumzia uchaguzi. Kwa kweli hakujafanyika uchaguzi Tanzania, labda uchafuzi. Nimebahatika kuona chaguzi za Zanzibar zilizofanyika bara, nchi jirani, Ghana, Nigeria na kwengine. Lakini za hapa kwetu kwa kweli si uchaguzi, ni uchafuzi. Kwa hivyo na kuomba sana mwenyekiti, wewe na viongozi wenzako mnavyozungumzia hili jambo, msiseme uchaguzi, ni uchafuzi. Kwa sababu sijaona pale duniani kura zinazaa katika sanduku kama Zanzibar. Sijaona pahala mtu anakuwa waziri mkuu au waziri kiongozi kama Maalim Seif anakwenda kujiandikisha, anaambia mtu wa kata anasema hajawahi kusikia jina lile na hamjui Maalim Seif. Sijawahi Ghana, Nigeria na kwengine mtu anashika nyadhifa ya waziri, katibu mkuu, anakwenda kuandikisha uchaguzi, anaambiwa hana sifa. Kwa kweli husi uchaguzi. Mimi kwa bahati nzuri nilianza primary school 1953. Miongoni mwa walimu wangu nimewazika mimi Zanzibar kama miaka 15 iliyopita. Majina yao yalikuwemo katika daftari la kupiga kura, na nikawahi kuandika maiti wa Zanzibar wanapiga kura. Yaani mambo ya ajabu sana yanatokea. Kwa hivyo katika mnavyofanya kumbukumbu zenu kuweka, naomba haya muweke vizuri. Lakini kubwa zaidi ambalo nilitaka kushauri baadaye mtalizungumzia ni kwamba hivi sasa tukubali au tusikubali, tunapelekwa kuwa a not talking nation, nchi ya watu mabubu. Mimi nimefanya kazi with Daily News kutoka 1965 mpaka 1984. Naweza kusema tena, I'm proud kusema, nchi hii ilikuwa watu wanasema wakati Mwalimu Nyerere kuliko sasa. Kwa nini nikasema hivyo? Kulikuwa na letters to the editor, wakati mwingine tukishazichapa tunasema kesho kutatokea nini. Kulikuwa kuna kitu kinaitwa action line, mawaziri, makatibu wakuu lazima wajibu. Watu wakaenda kulalamika kwa mwalimu, mwalimu anawaambia imeandikwa na yeye jiboni. Tumaye kuandika makala moja ni sote kina Kibana nilipokuwa nawasomesha, nilikuwa nawaambia makala moja nasema, mwalimu, Tanzania is not your family property. Na mwalimu akasema ndio, washasema kweli kweli, imekuwa tu Butiama. Mara nyingine alikuwa anakataa kila siku jina lake, kama siku hizi TBC ukifungua tu Mama Samia Mwinyi. Na hivyo Zanzibar mwalimu alikuwa anakataa jina lake kwa kila siku Tanzania. Akasema nikitaka gazeti nitatengeneza Butiama Times, nipe dakika 3. Mimi mwalimu wako. Jingine ambalo nataka kuzungumzia ni kwamba umezungumzia baada ya uchaguzi wa Zanzibar. Nafikiri kutuambia hivi haitoshi, mwenyekiti. Tupatie na majina katika mkoa, jimbo fulani ilikuwa hivi hivi hivi, fulani alafu muulize. Kwa mfano umesema kwamba wagombea wa 54 wa ACT wameenguliwa. Mtuambie hakuna hata mmoja wa CCM, alafu tuweke question mark. Je, CCM viongozi wake ni malaika? Ili watu wapate kuona kwa upana zaidi. La mwisho, tunangojea documentary utengeneze kabisa, japo kwa ya huzuni. Na nasema hivyo kwa sababu hata mambo maovu yanaekewa documentary. Leo nilikuwa nazungumza, nafikiri na Professor Shivjas hapa leo. Nilikuwa namwambia kabla sijaja hapa, nilikuwa naangalia film Escape from Sobibo jana usiku, ili kutaka kuunganisha mambo waliofanya Nazis katika kambi ya Sobibo na ni kujaribu kuona mambo niliyoyaona katika chaguzi za Zanzibar. Kwa hivyo na nyie mfanye, japo itakuwa documentary ya kusikitisha, lakini watu wajue, kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kuficha uovu. Aliyeficha kitu fulani sijui hazai. Asalamu alaykum. Asante sana Mzee Salim, Said Salim.